Usimuulize mtoto wako anataka kuwa nani. Msaidie kwanza kujua yeye ni nani. Karibu tena kwenye safari ya kumjenga kijana bora. Mzazi, hebu nikuulize swali. Ni mara ngapi umemuuliza mtoto wako unataka kuwa nani? Labda alisema daktari, rubani, mwanasheria. Lakini leo nataka kujiuliza swali tofauti. Je, mtoto wako anajijua? Kwa sababu kabla hajajua kazi anayotaka kufanya, anahitaji kujua yeye ni nani. Hebu tusikilize simulizi ya leo. Neema alikuwa kidato cha 4. Alikuwa anafanya vizuri shuleni, lakini kila mtu alikuwa na ushauri wake. Baba alisema, soma uhasibu. Mama alisema, uwe daktari. Mwalimu wake alisema, unafaa sheria. Neema alichanganyikiwa. Siku moja alienda kwa bibi yake. Bibi akamsikiliza kwa utulivu, kisha akamuuliza, Neema, umesikia watu wengi wakikwambia uwe nani, lakini umewahi kujiuliza Mungu alikuumba uwe mtu wa aina gani? Neema akanyamaza. Kwa mara ya kwanza hakuwaza kazi, aliwaza kusudi. Ukweli uliojificha ni huu: wazazi wengi wanawasaidia watoto wao kuchagua kazi, lakini wachache huwasaidia kujitambua. Mtoto anajitambua huanza kuelewa nguvu zake, mambo anayopenda kujifunza, maadili yake, namna anavyopenda kusaidia wengine. Kisha kazi huja kama njia ya kutumia vipawa hivyo. Dunia leo inabadilika kwa kasi. AI inabadilisha ajira, teknolojia inabadilisha biashara, lakini jambo moja halitabadilika. Dunia itaendelea kuhitaji watu wanaojijua, wanaojifunza, wanaoweza kubadilika. Hivyo tusiwaandae watoto kwa kazi moja tu, tuwaandae kwa maisha. Mtazamo mpana ni huu: kwenye familia, mtoto anayesikilizwa nyumbani hujenga kujiamini. Kwa upande wa elimu, shule hufundisha masomo, lakini familia husaidia mtoto kujitambua. Na kwenye maisha, kazi ni sehemu ya maisha, lakini utambulisho si msingi wa maisha. Wiki hii tuliwauliza wazazi, ni kitu gani ungependa mtoto wako ajue kabla hajamaliza shule? Baadhi ya wazazi walisema, ajue kujisimamia, ajue kufanya maamuzi, ajue thamani yake. Mzazi mmoja alisema, sitaki mwanangu achague kazi kwa sababu inalipa. Nataka achague kazi ambayo atafanya kwa moyo na uwajibikaji. Hilo ni somo kubwa. Dakika ya familia. Wiki hii usimuulize mtoto wako unataka kuwa nani. Muulize, ni jambo gani unafurahia kufanya bila kulazimishwa? Ni tatizo gani duniani ungependa kulisaidia kulitatua? Na ni watu wa aina gani ungependa kuwasaidia? Sikiliza zaidi majibu yake kuliko kuzungumza. Mzazi, jiulize, ninamwelekeza mtoto wangu kufuata ndoto zake au ninamlazimisha kuzitimiza ndoto ambazo sikuweza kuzitimiza? Watoto wanahitaji mwongozo, sio mzigo wa ndoto za wazazi wao. Usimuulize mtoto wako anataka kuwa nani. Msaidie ajue yeye ni nani. Kusudi huanza pale ambapo vipaji, maadili na huduma za wengine vinakutana. Leo kwenye kikoba cha maisha, mzazi, mweke mtoto wako kwenye njia ya kujitambua na kumfundisha jambo hili. Thamani yako haitokani na cheo utakachokuwa nacho, inatokana na mtu unayekuwa naye kila siku. Liweke kwenye kikoba chako cha maisha. Wiki hii tenga dakika 30 za mazungumzo na mtoto wako, si kuhusu alama, si kuhusu mitihani, bali kuhusu ndoto zake, hofu zake na mambo anayoyapenda. Mara nyingi mtoto huhitaji mtu wa kumsikiliza kuliko mtu wa kumpangia maisha. Swali la wiki: kama ungekuwa na nafasi ya kubadilisha jambo moja kwenye mfumo wa malezi au elimu ili kuwasaidia watoto wajitambue mapema, ungebadilisha nini? Asante kwa kuwa nami. Leo tumegundua kuwa mtoto anayejitambua ana msingi imara wa kufanya maamuzi ya maisha. Lakini kuna swali lingine muhimu. Je, katika dunia ya AI, robot na teknolojia, elimu ya darasani pekee inamtosha mtoto wa kesho? Hilo ndilo tutakalozungumza katika kipindi kijacho, kwa sababu hatupaswi kuandaa watoto kwa mitihani pekee. Tunapaswa kuwaandaa kwa maisha ambayo bado yanakuja. Usikose kila Jumamosi kufuatilia safari ya kumjenga kijana bora. Kutoka Hidden God Insights, mimi ni Ada Eligu.